Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Agnes Amos Liku mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Mwanzo Mgumu kata Msimbu ila Kisarawe, kwa kutoa taarifa za uongo kuwa amejifungua mtoto katika zahanati ya kijiji cha Mwanzo Mgumu, kisha mtoto wake kuchukuliwa na afisa tabibu asiyefahamika. Ni kwamba mnamo tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira saa 12 kamili jioni, Agnes alifika katika zahanati ya Mwanzo Mgumu akiwa na rafiki yake aliyefahamika kwa jina la Evelyn Mazigo. Mtuhumiwa alieleza kuwa ana uchungu wa kujifungua, hivyo afisa tabibu wa zahanati hiyo aitwaye Tatu Nyahoza alimpokea na kumpima kisha kubaini kuwa njia ya uzazi bado haijafunguka kuruhusu mama huyo kujifungua. Majira saa 3 kamili usiku walifika ndugu wawili katika zahanati hiyo ambao ni Maduki Shabani na Catherine Rafael kwa ajili ya kumsaidiana na Agnes Amosi. Alieleza kuwa anasubiri kujifungua. Majira saa 7 kamili usiku Agnes aliwaita ndugu zake akiwa katika chumba cha kujifungulia na kueleza kuwa ameshajifungua, lakini afisa tabibu aliyemhudumia ameondoka na mtoto wake. Ndugu hao Agnes walimuita afisa tabibu Tatu Nyahoza alikuwa chumba cha jirani na kumjulisha hilo, lakini alipompima alibaini bado njia haijafunguka kuruhusu mama huyo kujifungua, ila aliona damu kidogo ukeni kwake. Afisa tabibu Tatu Nyahoza alipoona hali hiyo ya sintofahamu alijulisha uongozi wa kitongoji kisha jeshi la polisi kupitia polisi kata ya Msimbu. Baada ya kupata taarifa hiyo, jeshi la polisi wakiwa na wataalamu wa uchunguzi wa matukio walifika eneo la tukio kufanya mahojiano na mashahidi kisha kumpeleka Agnes Amosi katika hospitali ya wilaya Kisarawe kwa vipimo zaidi. Madaktari mabingwa wawili na akina mama wa hospitali hiyo walifanya vipimo vyote muhimu na kubaini kuwa hakukuwa na dalili zozote za Agnes kuwa mjamzito wala kujifungua. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Pwani limekamilisha upelelezi wa jalada hilo na mtuhumiwa watafikishwa mahakamani muda wote kuanzia sasa. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linatoa wito kwa wananchi wote kuacha tabia ya kutoa na kusambaza taarifa za uongo, kwani ni kinyume na sheria na kufanya hivyo kinaweza kupelekea taharuki kwa jamii. Tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira saa 12 kamili asubuhi, Mary Zakaria, mwanajeshi na mkazi wa Kiharaka kata ya Mapinga ila Bagamoyo, alifika kituo cha polisi Mapinga na kutoa taarifa kuwa ndugu zake wawili ambao ni Rafael Joseph Zakaria na Joseph Zakaria wenye umri wa miaka 12, wanafunzi darasa la 6 katika shule msingi Kiembeni, wamepotea tangu tarehe 30 mwezi wa 12 2026. Taarifa hiyo ilitolewa kituo cha polisi tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2026 baada ya familia kufanya jitihada za kuwatafuta maeneo karibu na nyumbani, ambapo walifanikiwa kukuta sare za shule na mabegi ya watoto hao viko vichakani mbali unakadiriwa kuwa mita 300 kutoka nyumbani kwao. Baada ya jeshi la polisi kupata taarifa hiyo, lilifungua jalada la uchunguzi PWN/CID/PE/15/2026 na ufuatiliaji ulianza mara moja kwa kushirikiana na wananchi ambao walipata taarifa hiyo kupitia vyombo vya habari. Tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2026, jeshi la polisi mkoa wa Pwani liliwakuta watoto hao nyumbani kwa mjumbe wa serikali za mitaa Mwenge, Dar es Salaam, wakiwa salama kabisa. Mjumbe huyo alieleza kuwa watoto hao alipelekewa na mwenyekiti wa serikali za mtaa Mwenge baada ya kuwakuta katika kituo cha daladala cha Mwenge wakiwa wanaishi hapo kama machokora. Katika upelelezi uliofanywa na jeshi la polisi ulibaini kuwa watoto hao waliondoka nyumbani kwao Kiharaka Mapinga wakikimbia adhabu walizokuwa wakipewa shuleni kwa sababu ya utoro na adhabu walizokuwa wakipewa na dadali waliyekuwa wanaishi naye. Jeshi la polisi limewachukua watoto hao na watapelekwa katika nyumba salama kwa uangalizi kabla hawajakabidhiwa kwa ndugu wengine kwa kufuatia taratibu za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linatoa wito kwa wananchi kutambua kuwa watoto wana haki ya kulindwa na kulelewa katika mazingira salama. Hivyo ni wajibu wao kuhakikisha watoto hao wanalindwa dhidi ya vitendo vyote vya kikatili ikiwemo kupigwa, kutukanwa au kunyanyaswa kijinsia. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.